Mikakati mingine ambayo imechukuliwa na serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ni pamoja na kupunguza tozo zaidi ya 245 yakiwa sambamba na marekebisho ya sheria niliyoyasema zaidi ya 28, kuimarisha utozaji wa huduma kupitia mamlaka za uwekezaji hapa Tanzania. Na Mheshimiwa Rais hivi majuzi alipokea taarifa ya tume ya kupitia upya mambo ya kodi za hapa nchini, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ilikuwa tuanze kufanyia kazi mapendekezo ya tume hiyo. Na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali niliwaelekeza wenzetu wa ofisi ya Rais mipango pamoja na wenzetu wa Wizara ya Fedha kwamba tunataka kuanza kuona utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais na mapendekezo ya tume ya Rais ya kufanya marejeo mifumo yetu ya kikodi kuanzia kesho takaposomwa bajeti kuu ya serikali na mswada wa fedha wa mwaka huu. Tunataka tuanze kuona baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa, baadhi ya hoja za Watanzania ambazo wamekuwa wakitaka zifanyiwe marekebisho. Tunatarajia kuanza kuyaona kesho. Na mimi niwaambie Watanzania, kesho kutakuwepo na mabadiliko hayo yanayoakisi maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini pia na maoni yenu wa Tanzania kupitia tume ile ya Mheshimiwa Rais aliyoiunda kufanya marejeo ya mifumo yetu ya kodi. Na lengo lake itakuwa kuibua kina Danieli wengi waweze kuwekeza, waweze kushika uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo Danieli, utakuwa mwalimu na utakuwa shamba darasa ili kuwaonesha na wengine, kwa sababu upande wa sheria, upande wa marekebisho ya miswada yetu ya sheria. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.